أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. Mada ambayo twaendelea nayo, tuko katika masala ya nafkhatu sur, kupijwa parapanda kama ishara na alama au kama sababu za kumalizwa ulimwengu. Lakini tulikuwa tu tuna maswali tulianza jana tuyajibu kuhusu masala ya parapanda. Kwanza, ni nini maana ya nafkhatu sur? Je, ni hakika kuna zumari itavuziwa ama ilo parapanda, ama ni lugha za kimithali tu? Tukaijibu yana hii. Pia tukaelezea masala ya sauti na utendakazi wake katika kuweza kuangamiza na kuua. Kaieleza kwa urefu jana hii. Leo mwanadamu sauti huwaje akatoa sauti, na huwaje ikapokewa sauti, na ni kiwango gani cha kuweza kupokea sauti, na pia tukaeleza masala ya milipuko ya mabomu na nini inavyotegemea kiungo cha sauti katika kuvunda na hata kutoa roho, ambao ni mifano ya kutengezwa na mwanadamu tu, kefu ikiwa ni sauti ya Mungu. Kwa hivyo ikiwa hii nafkhatu suri ni sauti itakao kutoka kwenye hiko chombo ambacho akijuao hakika yake ni Mwenyezi Mungu, na ni sauti ambayo itayaza mbingu na ardhi, kama aya inayotuambia wa yawma yunfakhu fi suri fafazi'a man fi samawati wa man fil ardh. Siku itakao kupijwa hii parapanda itawababaisha walioko ndani ya mbingu na walioko ndani ya ardhi. Ni maana sauti hii itafika katika kila pembe ya mbingu na itafika katika kila pembe ya ardhi, na itawababaisha wote waliomo ndani, kwa vile sauti inavyobabaika. Tukazungumza parapanda ni ngapi, tukajibu kwamba kwa mujibu wa Qur'ani zaelezwa ni mbili, ya kuua na ya kufufua. Yani parapanda ya kumaliza ulimwengu, kwa maana ulimwengu umekwisha, kisha kuna na parapanda ya kuanza ulimwengu wa akhira. Ingawa baadhi ya hadithi nikawaambia zanena ni 3 au hata ni 4. Kuna baadhi ya riwayati zimezihisabu ni 4, lakini tukanena zote hizi tutaweza kuziregesha kwenye zile mbili za Qur'ani, ili tusipate mgongano kati ya hadithi na Qur'ani.
tukazungumza haya tukikoma kwenye ni malaika gani amezoakilishwa kazi hii, au kwa ibara nyingine, sauti hii inaoitwa nafkhatu sur au inaoitwa saha au sakha au inaoitwa an-naqru fi naqur, Mwenyezi Mungu ataitoa yeye mwenyewe moja kwa moja au ataitoa kupitia malaika? Toba, nikinena Mwenyezi Mungu ataitoa yeye mwenyewe, haimaanishi kwamba Mwenyezi Mungu yeye ndio atalishika hili parapanda alivuzie, wa hasha lillah. Mwenyezi Mungu kama alivyozungumza na Nabii Allah Musa, wa kallama Allahu Musa taklima. Mwenyezi Mungu alizungumza na Nabii Allah Musa, na maana ya kuzungumza ni kama mimi ninavyozungumza mbele kilugha. Ni sharti niwe na mdomo, ni sharti niwe na hizi zombo, ala za kimwili ambazo zitasababisha kutoka hii sauti ambayo itatingisha mawimbi ya hewa, iunde dhabdhabat, zije zipokewe na sikio lako ndo uisikie hii sauti. Na haya yote kwa Mwenyezi Mungu ni muhali. Kwa Mwenyezi Mungu hana mwili, hana ulimi, hana nini. Kwa hivyo wanazuoni walipokuja kunena wakallama Allahu Musa taklima, ai wanena Mwenyezi Mungu aliumba sauti ikatoka kwenye mti. Alipokwenda ile Sina, Turi Sina, Nabii Allah Musa alipokwenda kupambana na Mwenyezi Mungu, kulikuwa na mti ule ndio ulikitoa sauti kwa niaba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani Mungu alikiuamrisha mti unene yale wanaotaka yeye yanenwe. Kama siku ya Kiyama ataiamrisha ardhi inene, niwaambia hii ardhi itazungumza, na haitozungumza ardhi yote. Kipande cha ardhi, sehemu ulokalia wewe hapo msikitini, itakuwa ni shahidi yako siku ya Kiyama. Sehemu ya ardhi ulosimama kuswali, ulosimama kukidhi haja ya mwenzako, ulosimama kutumikia na kuhudumikia umma, ardhi itakwenda kutoa ushahidi. Kwa watu pia wasitasawar kwamba ardhi lote hili litakuwa kama kiumbe livyozungumza. La, ni kila sehemu itazungumza ya ardhi. Na ndio Mwenyezi Mungu alivyotuambia yauma idhin tuhadithu akhbaraha, siku hiyo ardhi itazungumza habari zake. Nimewahi mimi kueleza riwaya moja kutoka kwa Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salam, wakati alipokuwa khalifa, akiingia Baitul Mali, akiwawanya, akifunga hisabu usiku, kabla ya kutoka alikisimama akiswali rakaa 2 ndani ya ile Baitul Mali. Akimaliza kuswali rakaa 2, alikimwambia alikiekelea ardhi, akiambia ardhi, kwa mujibu wa rakaa 2 hizi, naomba uwe utakwenda kuwa shahidi yangu mbele ya Mwenyezi Mungu namna ninavyoyagawanya mali yake kwa waja wake, kwamba nimeyagawanya kwa uadilifu. Akiiweka ardhi ni shahidi wake mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu hii ni yauma idhin tuhadithu akhbaraha bi anna rabbaka awhala, kwa sababu Mola wako siku hiyo ataipa wahi. Sitaki kutoka kwenye mada, manake ona zitu huvuta zitu. Wahi tusifikirie wahi ule wa Jibrili. Wahi kuna sampuli 2 katika Qur'ani. Kuna wahi tashri'i, kuna na wahi takwini. Wahi tashri'i ni Mwenyezi Mungu kumwambia Jibrili, nenda kapeke kitabu hiki, nenda kapeke Taurati kwa Nabii Allah Musa, nenda kapeke Injili kwa Nabii Allah Isa, nenda kapeke Qur'ani kwa Mtume Muhammad, nenda kapeke sharia hii. Hiyo ni wahi tunaozoea.
kuna wahi wa maana ya Mungu kutadakhali yeye kwa nguvu zake akakifanya kitu kikawa. Hii inaitwa wahi takwini, ndio ule wahi waliopekewa tungu. Tasoma kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu fa auha ila namla. Usifikirie kwamba wahi aliopekewa tungu kulituma Jibrili ndio kupeka sharia kwa tungu. La, fa auha ila namla, yani ni maana Mungu aliwafanya wale tungu wawe vile. Aliingia na zile nguvu zake za kun fayakun, ndio ikaitwa wahi takwini. Sasa Mwenyezi Mungu atanena, atakapokunena ardhi imezungumza, anena li anna rabbaka auhalaha. Si maana kwamba Mungu alimtuma Jibrili nenda kaiambie ardhi inene. La, alifanyisha ardhi, alitamshisha. Na ukitaka uwazi wa maneno haya, rudi tena katika zile ziungo zitakapokutoa ushahidi. Katika ile aya kashuhudia ngozi zao, ndimi zao, mpaka mwanadamu akazunguka akauangalia mwili wake na ziungo zake, akawa aziambia, mbona wewe watoa ushahidi kana kwamba moto utakwenda kutiwa mtu mwingine? Sini wewe ndio utao motoni? Waqalu li juludihim, sio lima shahidtum qalu antaqana Allah. Ndio hii wahi, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Ametutamsha, sikutaka kwetu, ametutamsha Mwenyezi Mungu ambaye hukitamsha kila kitu atakapo. Sasa ataitamsha ardhi. Almuhim, nirudi kwenye mada. Itakuwa parapanda sampuli hii ni Mungu ataiumba sauti itoke kwenye kitu iangamize watu wote, au yani itakuwa ni takwini au ni tashrii kwa ibara nyingine, au ataamrishwa Israfili aivuzie, au tu Mwenyezi Mungu ataiumba sauti hii itoke tu mahala popote iangamize ulimwengu mzima. Dhahiri ya Qur'ani haiko wazi. Ukifuatilia Qur'ani haikubaini masala haya, bali ukistamali si zote. Aya nyingi za Qur'ani zinazozungumza masala ya nafkhatu suri zazungumza kwa fi'lu majhul. Fi'lu majhuli katika Kiarabu kuna fi'lu maalumi, kuna na fi'lu majhul. Fi'lu maalumi ni tendo limezotaywa na mtendri wake nani. Kiarabu huitwa fi'lu maalum. Fulani amefanya kadhaa, jaa zaidun, akala amrun, Amri amekula, aliyekula ametajwa, hiyo kula fi'li maalum. Lakini kuna wakati ukasema kumeliwa, sawa mpaka hapa? Kumeliwa yani wathibitisha tu tendo la kula limepatikana, aliyekula nani hukumtaja, hiyo huitwa fi'lu majhul. Fulani amepijwa bwana, leo amepijwa vibaya sana. Amepijwa, aliyempija nani hajulikani. Sasa ukistamali aya za Qur'ani za nafkhatu suri zaja hivi, wanufikha fi suri, ikapijwa parapanda. Yauma yunfakhu fi suri, siku itakapokupijwa parapanda. Ni nani atakaye kuipija? Qur'ani imejamaa. Qur'ani haiko wazi, na ukiziangalia karibu aya zote zingine za kwambia inkanat illa sayhata, haiwi isipokuwa ni uke mmoja tu. Nani atakaye kuupija huu uke? Ma yanzuruna illa sayhatan wahida. Na aya nyingi, fa idha nuqira fi naqur, siku itakapokupijwa hiyo naqur, nani atakayekupija? Hajulikani. Kwa hivyo hatuwezi kupata jibu kwenye Qur'ani. Ni Mungu mwenyewe ataiumba hii sauti itakayokuja kumaliza ulimwengu, au ni kiumbe ameakilishwa kazi hii? Jawabu hilo kwenye Qur'ani hakuna. Kwenye hadithi zimemtaja nani? Ukirudi katika zitabu za hadithi kwenye masala yanayohusu siku ya Kiyama na kupijwa parapanda, takriban hata hakuna ikhtilafu. Riwaya zote zasema ni malaika anayejulikana kwa jina la Israfil. Bali kuna hawa malaika wakubwa,
kuna Jibril, ikisihi ikiwa itafaa tuwaite maina ya hawa, Jibrili utukuzie wizara ya utangazaji, sababu ni information, yeye ni kufikisha wahyi ni nini, amepoa habari hizi. Israeli amepoa kazi ya nini? Ya mauti, kufisha. Na wengine watuambia Israfili mmoja katika kazi yake atapoa nini, na ana nyingine. Wengine wanasema pia Israfil ana kazi za upepo, mvua, hizi zote ni katika kazi zake. Na huyu ndiye malaika aliyoko karibu zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa mujibu wa riwaya. Tabadha sema hili neno Israfil ni neno la Kisarayani, na maneno ya Kisarayani mengi utapata hata Israil, Israfil, Israil, zote haya maneno ya Kisarayani. Na hii Isr ina maana, Isra ni abd, sema Israfil ni Abdullah, wanavyozungumza kwenye hadithi, ni mja wa Mwenyezi Mungu, na ameitwa mja wa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya ukaribu wake sana. Hata baadhi ya riwaya zasema Mungu alipowaambia malaika usjudu li Adama, hayamaliza taban, kwa mfano wala Mungu haneni, hayamaliza kunena, wanena wa kwanza ambaye alikuwa hata hana time ya kufikiria ilikuwa ni Israfil. Hata Ibilisi kwa alipinga, hata kuna wengine mwanzo nena ngoja tufanye kadhaa, ngoja tufanye kadhaa, wasema aloanguka wa kwanza kumsujudia Nabii Allah Adam ilikuwa ni Israfil katika baadhi ya riwayati, awwalu man sajada li Adama. Na huku Mungu kumwakilisha yeye, kumpa parapanda ya kuhatimisha maisha na ya kuandwa ulimwengu mpya kupoa yeye, ni dalili ya kuonesha kwamba yeye ndiye malaika mbora zaidi katika malaika, kwa sababu inavyoonekana hakutobaki kitu ulimwenguni kwanza isipokuwa yeye na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye atakapokuipiga ile parapanda watakufa wote, man fil ardhi wa man fis samawati, hata malaika, hata kina Jibrili na kina nani, wote watakufa, atabakia yeye tu, Israfil na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha riwaya yatuambia Mwenyezi Mungu atamzungukia, atamwambia mut fayamut, yani hata kifo chake hakitokuwa cha dharubu. Mwenyezi Mungu atamzungukia akimwambia kufa, na pale pale afi. Na yeye ndiye wa kwanza atakayekufufuliwa na Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Kisha Mwenyezi Mungu ampe amri ya kupiga nafkhatu suri, ya kufufua watu wengine wote na ziumbe wengine wote. Haya yote ni dalili ya kukuonesha nafasi alonayo malaika huyu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio nafasi ya kawaida. Na hapa ndipo nitajibu swali ambalo mara nyingi laweza kumtokea mtu akizisoma hizi aya za Kiyama. Kuna baadhi ya aya imenena itakapokupigwa parapanda zitakufa ziumbe zote illa ma shaa, isipokuwa mtakaye Mwenyezi Mungu. Sasa mtu huja akauliza, hata kuna swali imekuya, kuna baadhi ya ziumbe kwani watabaki? Sasa baadhi ya mufassirina wamenena hiyo illa ma shaa Allah ni Israfil, hata ukufa kwa ile parapanda alipiga, baadaye Mwenyezi Mungu atamuua yeye. Na baadhi ya mufassiri wamenena illa ma shaa Allah, hii huitwa istithna. Istithna hii si ya kufa, si maana watakufa wote ila watakao Mwenyezi Mungu, la. Istithna hii kibabaiko cha siku ya Kiyama kitawapata watu wote isipokuwa wale watakao Mwenyezi Mungu, watakufa bila ya kubabaika. Kwa hivyo si kuvuliwa kwenye kufa, ni kuvuliwa kwenye kibabaiko cha siku ya Kiyama. Swali la mwisho kuhusu parapanda, kuna muda gani kati ya parapanda ya kwanza na ya pili? Tumethibitisha kwamba parapanda ni mbili. Ulimwengu utavundwa wote na watu watakufa wote, mpaka kufufuliwa
Ni hapo kwa hapo. Tumenena kwa mujibu wa aya ya Qur'ani, si hapo kwa hapo. Qur'ani iko wazi, si hapo kwa hapo. Ingawa kwa kadri Qur'ani ilivyo wazi kwamba baina ya kumalizika ulimwengu na kurudi kufufuliwa kuna nafasi, lakini nafasi hii Qur'ani haikuibaini ni kiasi gani. Na nakumbuka tulizungumza thumma katika aya ilionena wanufikha fi suri, siku itakapokupijwa parapanda, fasaiqa man fi samawati wa man fil ardh, wakafa wote walioko mbinguni na ardhi. Thumma nufikha fihi ukhra, kisha ikapijwa tena parapanda nyingine ya kufufuliwa, fa idhahum qiyamun yanzurun. Sasa hili neno thumma katika lugha ya Kiarabu niliwaeleza kwa urefu, la maanisha kuna gap katikati hapa, kuna nafasi. Lakini ni muda gani? Kirudi baadhi ya riwayat kwenye hadithi, kwenye Qur'ani hakuna jibu. Kwenye hadithi kuna baadhi ya riwaya aulizwa, ajibu anena masha Allahu, kwa kadri atakavyo Mwenyezi Mungu waketi. Yani pia haikutupa jawabu. Kuna baadhi ya riwayati sitakuingia kwenye kuzijadili ni sahihi au si sahihi, zataja miaka 40, ambao wanazuoni wamezitukua riwaya hizi wakatukua mfano imesihi ni miaka 40, pia wakauliza suala, ni miaka ya wapi? Ni miaka ya ulimwengu au ni miaka ya akhira? Kwa sababu ulimwengu umekwisha, hakuna tena hilo yua la kupima kutembea siku 336 ili tupate mwaka, zimezimika zote. Maanake watu hukwambia, huona kwamba kila kitu, tusiwe kama ule tongo aliona jogoo. Maanake tukisoma falsafa sisi tupata mtana na usiku kupitia yua ardhi kuzunguka na yua. Ikiwa hizi zimezimwa, umevundwa kama tumenena, zimetandruliwa, zitatandikwa tena upya, na zitakapokutandikwa tena upya zitatandikwa sampuli nyingine. Mwenyezi Mungu ametuambia yauma tubaddalu al-ardhu ghayra al-ardh, itakuwa sio tena ardhi hii. Sasa jua lake litakuwa hutoka vipi? Siku yake huhesabiwa kwa masaa mangapi? Ikiwa tu leo hapa ardhini hatuwezi kutukua kipimo kimoja cha siku yetu na siku walioko maeneo mengine ardhi hii. Hivi sasa katika nchi za baridi, mfano sasa hivi ndani ya Lebanon watu hufungua madhini saa 2:30. Lebanon sasa hivi saa 2:30 ndio huadhiniwa magharibi. Yani mtana ni mrefu kuliko usiku kabisa. Kuna na siku utakuja katika siku hubadilika. Mathalan katika miaka ya 95 96 nilipokuwa Lebanon nikifunga saa 11 kasorobo si ufuturu. Saa 11 kasorobo ufanya nini? Ufuturu. Na kuna kwingine huanda sasa kufungiwa. Hapa ulimwengu tunaweza kuangalia. Kuna baadhi ya watu shekhe yua huliona kwa lile kwa dakika likafanya nini? Ndio ushapita mtana. Hata imeeta mjadala mkubwa katika fiqhi, hawa swala zao 5 wataziswali vipi? Pengine mtu mtana wake hautimu saa, ikiwa tauhisabu mtana ni kutoka yua na kutwa, hata halipiti hapa kati, hupita kwa kule kwa pambizoni, wakaliona lile limetoka lile limekutwa. Hanaambia swala 5 wataziswali vipi? Masala sitaki kutoka kwenye mada, yanao majawabu yake kwenye nini, kwenye fiqhi wataswali vipi. Lakini na kuonesha ndani ya hii dunia moya, hii ardhi moya hii tunaoishi, yenye yua hilo moya, mambo sampuli hii, kefu ulimwengu ni mwingine. Sasa nyaka 40 hizo zinaozungumzwa na hadithi ni nyaka 40 za hapa au ni zile inna yawman inda rabbika 50,000 sana, kwamba siku moja kwa Mola wako ni kama nyaka 50,000 za zipimo zenu hapa. Na haya tutakuja kuyajadili kisha kwa urefu inshallah katika masala ya peponi na motoni na nini. Kwa ufupi tungu zangu, si rahisi kupata majibu kwamba ni muda gani, lakini kama nilivyowaambia na narudi nawaambia,
hadhari wakati tukifikiria zitu hizi, fikra yetu isitupeke kwenye uemevu wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aweza kulifanya atakalo kwa nukta, hata nukta ni nyingi, lakini amekataa kuendesha mambo sharti sampuli hii. Akatuumbia mbingu na ardhi kwa siku 6 katika kipindi ambacho alikuwa aweza kuziumba kwa kun fayakun. Kwa nini aziumbe kwa siku 6? Kwa nini? Kwa nini asimuumbe tu mwanadamu awe atatoka kwenye tono la manii aingie kwenye kizazi, liwe alaka, liwe mudgha, liwe idhama, liketinyezitisia, atayarishwe mtoto ule mpaka apokewe na mazingira ya dunia hii ambayo ni tofauti na mazingira ya ule uzao wa mamake? Kwa nini? Kwani hawezi kumweta moja kwa moja? Ikiwa aliweza kumweta Adam moja kwa moja, Adam hakupitia ujana. Adam hana ujana. Adam akiumbwa ameumbwa ni mtu tayari. Khalaqahu min turabin inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sio Qur'ani yatuambia? Kwenye mataajabu ya Isa alikuwa kiwajibu akifundishwa mtume au wajibu wa Kristo katika ule mjadala ujulikanao wa Najirani. Kulikuwa kuna mjadala wa mapambano, Isa mwana wa Mungu au si mwana wa Mungu? Mwenyezi Mungu akamwambia, waambie hili, inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Ikiwa Isa kuwa hana baba, amezaliwa na mama tu, limekuwa sababu ya nyinyi kumfanya awe mwana wa Mungu, famimbabi aula. Nimewambia mwanzo wa darasa qiyasul aulawiyya hii. Famimbabi aula, ni aula zaidi awe Nabii Allah Adam atakuwa mwana wa nani? Kwa sababu hana baba hana mama, ni aula zaidi. Mbona hamumfanyi Adam mwana wa Mungu? Hana baba hana mama, hunga hana baba tu, ule hana baba hana mama. Sasa aweza yote haya Mungu, lakini Mungu ayapitisha mambo kutufundisha sisi. Na yarudia haya mara kwa mara. Siku 6 ameumbwa mwanadamu. Mungu ameshauri katika kipindi Mungu hahitaji ushauri. Awaita malaika, awaambia nataka kumuumba khalifa katika ardhi. Muna mawazo gani? Zote hizi ni madarasa tuwapoa nani? Tuwapoa sisi. Kwa hivyo mwanadamu baina ya kufa lazima kupatikane muda wa kutayarishwa ulimwengu na kutayarishwa yeye mwanadamu ambaye yuaja kwenye ulimwengu unaohukumiwa na kanuni sampuli mbali nyingine. Sasa hapa kutakikana muda, ni mwezi, ni miezi miwili, ni mwaka, ni miaka miwili, ni 40 kama zinasema riwayat. Allahu wa rasuluhu a'lam. Hii ndiyo parapanda ambayo ndiyo hatima ya ulimwengu. Na ukijaribu kuzikusanya zitu hizi, ndugu zangu, kuanzia masala ya kuvundwa ulimwengu, nakumbuka nilianza na nyinyi na masala ya majabali, tukaja kwenye masala ya bahari, tukaja kwenye masala ya kutetemeshwa ardhi, tukaja kwenye masala ya jua na mwezi na nyota zote kuzimwa, tukaja kwenye masala ya kukusanywa zote zikafanywa kitu kimoja, tukaja kwenye masala ya kupasuka mbingu, tukahatimisha na masala ya nafha. Haya yote ukiyatamali si masala rahisi, kwa maana ni zitisho na zibabaiko za hali ya juu. Alfazaul akbar Qur'ani yaita, hii ndio fadhaa kubwa. Hata utakuta wazee wetu, sisi tulikuwa tuna maneno katika mila na dasturi zetu ambao huwa tukinena, utamwona mtu akibabaika atakwambia Mungu atatunusuru na fadhaa kubwa. Wakati ukiona balaya katika ulimwengu, kumetoka yambo umeshtuka, ile fadhaa kubwa wanaoilinda nayo walikuwa wazee, walikuwa wakikusudia ni hii yaumul fazail akbar, siku ya fadhaa kubwa. Kama wale mtu aliuliza swala yana, je, watu wataiona fadhaa hii? Naam, wataiona watu.
na tumefundishwa tujilinde na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atulinde na fadhaa hii. Si hali ya kawaida. Ikiwa leo hupiga zilizali za daraja 6, daraja 7, pengine point fulani ikifika ni 8, na zilizali ile ya daraja hizo 6 na 7 ikapiga kwenye sehemu ya jiografia ndogo ukilinganisha na ardhi yote, ukaona majumba namna ya promokao. Angalia yuzi mifuriko iliyotokea tu wewe wapi huku Pakistani, sijui ni Afghanistani, utaona, angalia masala ya tsunami. Hapa tu maji yalikuwa yakifuma kila baada ya dakika 20. Watu wakawa mbabaika, wengine wamehuangata zijana kutoka. Angalia tu mathalan, Mungu asijalie tena ule moto ulongia wa 82. Wanawake walioangata zijana, sihaba waliwakumbuka zijana, wakatoka nao wakaenda nao katika fuo za bahari. Kaifa bidukhanin, ile tuliyozungumza kabla ya kiyama kutatoka moto utakuwa uwaendeme watu mbio tule moto. Fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin. Na riwaya zatuambia huu moto uko na utatembea dunia mzima. Moja katika alama za kiyama. Utawaka vipi, utasababishwa na nini? Ni moto wa zita pia. Hizo zita za tatu, hizo zita za ulimwengu ni nini? Allahu wa Rasul alam za ta'wilat, lakini zini ishara. Kefu itakapokuwa zilizali imetanganya ulimwengu mzima, bahari uchefuka ulimwengu mzima, moto wawaka ulimwengu mzima, nyota za puputika na kuanguka na kupasuka, wafikirisha watu watakimbilia wapi? Ndipo pale yaqulu al-insanu aina al-mafar, aina al-mafar, ni wapi pa kukimbilia, akimbie wapi? Fa idha bariqa al-basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar yaqulu al-insanu yawma idhin aina al-mafar. Sasa ndio tukafundishwa tuilinde. Mwenyezi Mungu asitukutanishe na fadhaa hii. Na kuna mambo kama nilivyowaeleza katika kaburi, katika masala yanayosababisha adhabu ya kaburi kuzidi au kupungua, katika mambo ambayo yanasababisha mathalan sakaratul maut na nini kupungua. Kuna na mambo ambayo Mwenyezi Mungu na hadithi zatuambia yatulinda sisi tukiyashikilia mambo haya na fadhaa hii kubwa, na ni mengi, mimi nitayataja mbio. Sampuli ya kwanza, kuna mambo yanahusiana na hizi sura za Qur'ani. Sura fulani za Qur'ani ukizishikilia kuzisoma zikasomeka, zina khususiyat. Katika faida zake moja ni hukulinda wewe na fadhaa ya siku ya kiyama. Mfano katika riwaya suratu Yusuf, Mwenyezi Mungu katika riwaya imepokewa, tuambiwa man qaraa surata Yusuf fi kulli yawmin, kashikilia kusoma suratu Yusuf kila siku au leila au usiku, kila mtana au usiku utakapo, ima mtana, lakini ukishikilia mtana iwe ni mtana tu, kila siku usoma mtana, na ukishikilia usiku iwe ni usiku kila usiku. Asema fi kulli yawmin au fi kulli leila, au kila usiku. Ba'athahu Allahu ta'ala yawm al-qiyama, kwanza Mwenyezi Mungu atamfufua mtu huyo siku ya kiyama. Wa jamaluhu mithlu jamali Yusuf, urembo wake kama urembo wa Yusuf. Hapo sipo nipatakapo. Wala yusibuhu faza'u yawm al-qiyama, wala haimpati yeye fadhaa ya siku ya kiyama. Hii ni katika khususiyat za suratu Yusuf. Suratu Dukhan, man qaraa surata Dukhani fi faraidhihi, ukiweza taban mando uhifadhi au shike mswahafu katika swala zako za faradhi au swala za sunna. Suratu Dukhan, suratu Yusuf ni kuisoma kawaida tu. Suratu Dukhan imependezeshwa isomwe ndani ya swala, lakini bila ya kulazimishwa ni swala ya faradhi au ni swala ya sunna.
ukishikilia kuisoma suratu Dukhan katika swala, ba'athahu Allah, Mwenyezi Mungu atamfufua minal aminina yaumal qiyama, yani itakupa amana ya siku ya kiyama, utulivu. Suratul Ahqaf katika riwaya, ukipenda ukishikilia kuisoma kila usiku wa kupambaukia juma, Suratul Ahqaf kila usiku wa kupambaukia juma au kila mtana wa juma, lam yusibhu Allahu birawatin fil hayati dunya, mando Mwenyezi Mungu hakupi mambo ya zituko katika ulimwengu huu wa dunia, hakupi mambo ya zituko. Wa amanahu min faza'i yaumil qiyama, na hukupa amani ya fadhaa ya siku ya kiyama insha Allah. Suratul Asr katika sura, mwenye kushikilia kusoma Suratul Asri fi nawafilihi, katika swala zake za sunna peke yake, ba'athahu Allahu yawmal qiyama, Mwenyezi Mungu atamfufua siku ya kiyama, mushriqan wajhahu dhahikan sinnuhu, uso wake wang'ara, ino lake lateka, qariran ainuhu, ijito lake limetulia, hata yadkhula aljanna. Yani zile stage zote za kiyama atatembea akiwa na furaha na utulivu mpaka kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizo ni baadhi ya sura na siwezi kuziwanga fadhila zote za vitu kama hizi. Narudia kukariri, kusoma zikasomeka, kusoma ukayaelewa yaliomo ndani, ukazingatia. Usiniambie lakini ustadhi mbona umetufanyia magumu? Ziko tarjuma za Kiswahili, jaribu uelewe. Suratul Asr ielewe hunena nini, uiangalie Suratul Asr yakwambia nini. Yakwambia uko kwenye hasara wewe, utapata amani ikiwa hutongia kwenye hasara, ikiwa utashika mambo manne tu peke yake: illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ukishikilia mambo haya manne yatakupa amani tu siku ya kiyama. Ndio message na utuma kupitia Suratul Asr. Katika mambo yanaomsaidia mtu, na hii naipenda sana kwetu sisi barobaro na zijana, kwetu sisi barobaro na zijana, hususa ulimwengu wa leo, kumuheshimu mzee mwenye nywele nyeupe, kumuheshimu na kumtukuza mtu mzima. Riwaya imenena dhishaiba, na ikineno dhishaiba si lazima nyeupe, wala nyeupe hata mimi nazo waweza kuwa bado si wa mzee, lakini ni kinaya mara nyingi ya wazee, watu wazima wamezokuzidi umri. Heshima ni moya hukupa amani ya siku ya fadhaa kubwa, ambao ulimwengu wa leo kumekuwa hakutambuani. Ala kulli hal, msikize bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam atuambiaje alivyopokewa, anena man waqara dha shaiba, mwenye kumuheshimu mwenye utu uzima, fil islami, katika Uislamu, amanahu Allahu azza wa jalla min faza'i yaumil qiyama, Mwenyezi Mungu atampa amani na fadhaa ya siku ya kiyama, ambao leo minal asaf hakutambuani. Utamwona hakuna kujaliana. Heshima ni kitu rahisi sana. Asalamu alaikum mzee, ni mama mtu mzima na shikamoo mama. Una uhuni wako, ujua utaufanya wapi. Na mimi siko hapa kutoa leseni za kufanya uhuni, kwamba lisofaa halifai tu, lisofaa halifai, lakini nitaka nifahamike vizuri sana. Watu hapa wameishi leo masala ya sigara yana mjadala, ni haramu si haramu, mambo marefu haya, sawa. Kuna wengi katika ulama wetu wasema sigara si haramu. Ala kulli hali, sitaki kuingia kwenye mjadala, lakini leo utakuta kuna watu wameishi, ni watu wazima na nini, lakini hawezi kuvuta sigara mbele ya mtu mzima. Sigara tu natoa kitu kidogo mimi ambacho bado katika jamii na katika serikali hakiaonekana ni kitu. Lakini leo utakuta vijana mitaani huvutwa bangi, mitaani hufanywa nini, harufu ndani ya majumba, bila ya kujali mitaa ile wao ndio wamezaliwa, mitaa ile ndio wameyewa, mitaa ile kuna watu wazima kadha wa kadha. Mfano wa mambo haya leo ukiangalia katika masala ya barobaro na wasichana, hakuna kujali. Waweza kupita wewe, umepita, umetoa Kiswahili mara nyingi,
udhuri kibarobaro usimeme na mwanamke. Tena ukamwambia asalamu alaykum ustadhi. Mwambie wa alaykum salaam bwana. Sawa bwana. Maana kama hukuniona nifanya nini? Na pengine wewe umeona, umeipurukusha, umefanya hukuyaona, umeifanya zuka, umeifanya hukuona yani. Basi ukapigiwa na nini? Ukaambiwa asalamu alaykum ustadhi. Yani mwambie wa alaykum salaam bwana. Shukran. Ala kulli hal. Hii ni hali ya kusikitisha. Hali ya heshima. Hakuna watu kuheshimu watu wazima, na bila kuangalia si lazima awe ni babako au ni ami yako au ni mjombako. Mtu mzima yoyote anayekushinda umri ni babako. Na ndipo watu walipokuwa na heshima hizi, ndipo ilipokuwa kiyea. Ilikuwa yeyao si mzee. Mzazi pweke hawezi kuyea, usisikie. Si kidini, si kitaalamu imethibitika kijana hayewi nyumbani peke yake. Kijana huyewa na barabara, kijana huyewa na skuli, kijana huyewa na mabaraza, na zile zitu zote pale mpirani huyewa. Kila mahala ndipo malezi yake. Huwezi kumepusha na mazingira yake. Huwezi. Wa ila kutafanywa kazi ya kufuta na kuandika. Wewe utatia ndani ya nyumba, yakenda maskani yatafutwa yote, yataandikwa mengine. Sasa wakati community yote itakapokubadilika ikawa ni mlezi, ndipo pale mtoto, tukirudi nyuma katika tarehe ya yetu, mtu mzima amuonao ni baba. Kwa hivyo ikiwa yeye hufanya la kosa atalisita kwa yoyote. Na mtu mzima yote amuonao kijana hukosa mwane na atamtukulia hatua. Tobana haya mambo yana sababu, sikatai mimi. Kuna mahala paliharibika, tukatoka timing, lakini tuparakibishe tu, tusiliondoshe. Naam, kulikuwa kuna wakati ikawa huwezi tena kuamini mtoto wako atakemewa na mzazi yoyote na mtu mzima yoyote. Huwezi tena kuamini mtoto wako ataweza kuogopa kila mtu, kwa sababu kulikuwa na baadhi ya mafisi. Kwa hivyo ikawa sasa ni lazima saa nyingine utukue hatua za kumlinda kijana. So, zamani ilikuwa mzazi yoyote akikurukia lazima ufanye nini? Usikize na ukauke. Na yale ndio zilizofanya barabara zote na ziwanda za mipira na zote zikawa huyea pamoja, mikono yakashikana. Lakini leo tulipokuwa kila mtu ataka kuyea kwake nyumbani, ndivyo hivi namna zivu yao. Huvuya haivi, huwezi kubaki pweke kuyea, huwezi. Sasa ya wewe uko hapa, wapi mwano? Uko wapi? Utamfungia? Ukimfingia utamfanya zuka? Haiwezekani. Kijana ni lazima atangamane na wende. Kuna mambo mingi wewe huwezi kumfundisha, sharti afundishwe practical, afundishwe. Angalia ule mtezo tu, sitaki kutoka kwenye mada. Wakati akiteza na wendani wake akipijwa, wewe ukamwona hulia wamemuonea, la, ndiko kufundishwa. Afundishwa mingi pale. Ule mpira akiteza, zile kanuni zilioko mpirani, sisi huona mambo ya upuzi. Chora mstari tu kitoka pale ni out. Bana psychology hawazioni zitu zile za kipuzi. Ule mtoto practice kuheshimu sharia pale na kanuni. Ukifungwa utatoka, ngie mwenzako aheshimu uamuzi wa watu wakiamua kwamba sasa mimi nishashindwa, wata nitoke niwatie wengine. Yale ni malezi ule kijana ayapata. Na pale hawezi kunena same nionea menini. Akienda makosa tagongwa. Akigongwa to ukenda kinyume na sharia, mambo huwa sampuli hii. Akionewa ata revenge, atapigana. Wamfundisha kutafuta haki zake, sio kukimbia saa zote kwa baba mmepokonya mpira wangu. Haya tutakuwa kisha ndio yale sisi tuketizio hungoja kila mmoja aya tutetee haki zetu. Na kila yao tukamshtakia tumepokonywa haki zetu, ngoja kupoa. Haki hufuatwa, na ule mtoto mfundishe kuifuata haki yake kwa mkono wake. Mara nyingine sitaki kutoka kwenye mada, inshallah siku moja katika darasa la Ramadhani tutazungumza mada ya ulezi katika Uislamu. Katika mambo yanayotulinda na fadhaa ya siku ya Kiyama ni kuweza kuyamiliki matamaniwa yako. matamaniwa hayana mtezo, na
katika bahati mzuri nilikuwa nikisikia muhadhara basha kufuturu, nilikuwa nyumbani katika channel moja inaitwa Dream One. Kulikuwa kuna muhadhara maarufu, mwanachuoni mwenyewe huyu hata hapa Amu Riyadha, Al-Habib Ali Al-Jufri, alikuwa akizungumza kitu hiki. Nataka tu kumnukuu baadhi ya maneno yalinivutia sana. Asema usipime matamaniwa, mimi alhamdulillah sitamani mwanamke, alhamdulillah. Ya kwa mfano sema kama sisi waweza kwa Arabuni uko katika mui, wewe humoni mwanamke na akitoka gubi gubi, tumefahamiana. Sasa ukimwona mtu kutembea ndiani ameinamisha kitwa, isitoshe kukupa dalili kwamba huyu haangaliwa na wake. Huyu msafirishe, mpeke mahala watu hutembea na skin tight. Sawa mpaka hapa? Yeye akinena maneno haya, na haya maneno yako kwenye riwayat, yako kwenye hadithi, mimi nimewahi kuyasoma mara kadhaa. Mpeke kwenye skin tight na nini, kisha ainamishe kitwa, au tamuona mara nyingine hupijiliza na nini. Yani mjaribu mtu wakati unandaa na chakula kikombe ya mato yake. Usimjaribu mtu uketizie hayatoma kamwe na mwiwa. Ndio ule Imam Sadiq alipowasikia wale, kuna mmoja alizipiga senti. Alizipiga senti katika ashabu wa maima. Jamaa wakawakitizia unena ule kadha. Akawasikiza kisha akawaambia, hal uridha alaikum ad-dunya, mshawahi nyinyi kupoa? Yani mshawahi kuwekewa briefcase ya milioni 3 ya ombe yako, kisha hapo ukapima una msimamo kweli? Una msimamo, una uzalendo, una ghera? Ushawahi kutupiwa kititle yao cha beach plot, kisha ukafanya nini? Ukaipima, utauuza umma wako ama utabaki katika nini? Katika misimamo. Sasa na shahwa mimi naona mimi ni kama mfano ile kiswa cha ule bwana alomwendea mwanamke mzuri mrembo, fakhri ya mwanamke maskini, ana haja. Na watu wengi hutake advantage kwa wanawake katika zipindi kama hizi. Inshallah jana pengine mwanamke hayatanganya nguo zaidi za wane, ana matatizo, amekuilia, hulalamika, na ukimwangalia namna alio uko tayari kufanya lolote. Ndio bwana kwenye Riyadhus Salihin hii hadithi iko wale watu watatu, akamwambia mimi niko tayari nitakukidhia haja yako, lakini unimakinishe. Amemtongoza siku nyingi, hataki. Ule mwanamke akiangalia hana ndia, ile dhiki ya maisha ilompata lazima apate kile kitu. Akamwambia sawa. Riwaya yasema alipoketi maketo yake, maketo yale, yani sasa tayari chombo kimo huondoka. Mwanamke ukotini amwangalia, jasho la mtoka ule mwanamke watetemeka. Ule mwanamume amwambia waogopa? Akamwambia sikuogopi wewe, ninamuogopa anayetuona isikuwa wewe. Yani amwambia ittaqillah. Sasa ile ittaqillah iligonga kwenye mwili wa ule mwanadamu, ile saya ya faraja ilikuya. Kusema ule ukweli, ule mwanamume ilimgonga ile ittaqillah. Na atakaofahamu ameze kuketi maketo ya simande wenye kunena ya kuundama, sio ya jimai. Yani kila kitu kiko tayari. Akainuka taratibu ule mwanamume, akavuta hatua, akavaa nguo, akatunda senti, akampa, akaondoka kenda zake. Hiyo ndio kumiliki nini? Shahwa. Yani natoa mfano namna hiyo. Umezimiliki shahwa. Hii iko hapa. Hakuna sababu yoyote ya kufanya wewe urudi nyuma. Man malaka shahwa, mwenye kuweza kumiliki shahwa zake. Sikize bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man aradat lahu fahishatun au shahwa fajtanabaha, mwenye kuzukiwa na matamanio au mabaya akayaepuka. Kwa nini akayaepuka? Min makhafatillah, kwa ajili ya ittaqillah, kumcha Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Harama Allahu alayhi an-nar, haramu kwa Mwenyezi Mungu kwake wewe kuudara moto. Haramu kwa sababu Mungu ajua dharubu za matamanio, Sheikh. Si matezo Sheikh kuyaweza kuya kontroli. Harama Allahu alayhi an-nar wa amanahu min al-faza'il akbar, na akampa amani na faza'il akbar. Wakati umekwisha, nitazimaliza kesho insha Allah taala, na suala tu mtanipa nafasi dakika 2 nilijibu. Lakini kabla ya kulijibu suala langu,
sisi kawaida yetu hapa tarehe 28 ya mwezi wa Ramadhani ndio huwa tufunga darasa. Tarehe 29 huwa hatuna darasa kwa sababu huwa ni siku ya watu pumzika na kuangalia masala ya mwezi na kupanga masala ya Idi. Kwa hivyo kesho inshallah tutakhatimisha darasa. Na kesho tutakuwa tuna darasa moja tu, si mawili. Kwa hivyo nitaanza mapema ili tumalize mapema. Huyu aliniuliza suala ya kuhusu nilivyonena yana, asema inavyojulikana jua ni moja tu, na hili jua litazimika siku ya Kiyama. Lakini leo imegundulika kuna mayua kadhaa. Je, hayo hayatokumbwa na Kiyama? Madhumuni ya suala yake. Wajua Qur'ani imeteremka kabla ya miaka 1400. Katika kipindi ilikuwa kuwaambia watu ardhi ni dori watakuona mwandazimu. Kefu ukiwaambia kuna na mayua zaidi ya hili mulionao 100. Qur'ani imeteremka katika kipindi ambacho kuwaambia watu tu ardhi ni dori ilikuwa ni kazi na watakuona ni mwandazimu. Kefu kuwaambia kuna na mayua mengine 100. Qur'ani haijakanusha kwamba kuna mayua mengine, bali kuna aya utaipata Qur'ani imejibu kiuhodari kwa kiasi wale wa wakati ule waliondoshwa ndiani na wamezokuya baada yake wakaja wakaifahamu, elimu imefahamu yale maneno yaliyonenwa na Qur'ani. Tukua mfano, walikwenda kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbona hunu mwezi huanda mwembamba ukakua mpaka ukakamilika, kisha ukarudi ukapungua mpaka ukawa mwembamba, kwa nini? Siko aya wayasalunaka anil ahilla. Wajua kuwafahamisha wale ile namna ule mwezi upungu wao na masala ya mwangaza wa jua unavopija ule mwezi na namna unavopata katiti. Yani ukitaka kuieleza ile hali inavyozungumzwa katika jiografia, ikawa mambo yale, hebu niambie kina Abu Jahali na kina Abu Lahabi wakati ule wangefahamishwa namna gani? Ndio Mwenyezi Mungu akamwambia bwana, mwambie ala hizo nyakati za watu wajibu hivyo tu. Lakini ile neno mawaqiti leo limekuja kueleza falsafa kubwa sana. Amejibu Mungu, lakini kwa kadiri yawezao kufahamu pale ameona amejibika, na leo jawabu lile liengete ndani ya matumbo yake ule utaalamu. Hizo ni nyakati za watu, na hapa sitaki kuingia kwenye mada ya mwezi kwa sababu katika hii mawaqiti imekuja kwa jamu na ahila imekuja kwa nini? Hawakumuuliza hilal, hawakumuuliza mwezi mmoja kwa sababu hilali ndio mwezi mmoja. Ahilla ni miezi mingi. Kwa hiyo wayasalunaka anil ahilla, wakuuliza kuhusu hizi nyezi nyingi, waambie hizo nyakati, sio wakati, hizo nyakati za watu. Kwa hiyo mayua yako, lakini kitu ninachotaka kumfahamisha huyu mwenzangu, hakuna kitu kitabaki siku ya Kiyama. Man fi samawati wa man fil ardh. Na Mungu akizungumza samawati, hizo mbingu saba, ikiwa tafasiri ni nini, azungumza hizo sayari zote zilioko katika nini, katika hewa, zote zitatanganywa na Kiyama. Wayabqa wajhu rabbika dhul jalali. Bas peke yake Mwenyezi Mungu ndiye atakayekubaki, hakuna kitu kitabaki wala hakitokuwa chenye kukumbwa na kuvundwa na kuharibiwa na nini. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Kuna na mmoja ametuomba, una mtoto wake hospitali